Waligani mtazamaji wa Wisport TV, karibu kwenye taarifa iliyotufikia hivi punde inayomhusu mwigizaji wa filamu nchini Tanzania Hawa Hussein Ibrahim almaarufu kama Karina, ambaye amefikwa na umauti akiwa nchini India alikokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa hizo zimethibitishwa na mtangazaji Imelda Mtema kutokea kituo cha Global TV, ambaye mara kadhaa alikuwa akifanya naye mahojiano, na taarifa nyingi tumekuwa tukizipata kutokea huko. Imekuwa ni taarifa ya huzuni sana kwa wanatasnia, na imekuwa taarifa ambayo imepokelewa kwa aina tofauti kwa namna ambavyo Karina alikuwa akiupambania uhai wake au akipambania afya yake kwa maradhi ambayo yalikuwa yamemfika. India alikuwa amekwenda kufanyiwa upasuaji ama operation nyingine ambayo ilikuwa ikilitatiza zaidi tumbo lake, na sehemu kubwa ya utumbo wake ikiwa imeondolewa na walau kupata ahueni, ila mipango ya Mungu wanasema haina makosa, na alipangalo Mungu mwanadamu hawezi kulipangua. Ni taarifa ambayo imetuhuzunisha na imetufikia hapa, walau kwa uchache tupate kumsikia hapa Imelda jinsi ambavyo amepokea taarifa kutokea huko India kwa watu ambao walikuwa kiishi kwenye apartment moja na Karina, bidada ambaye amefikwa na umauti akiwa nchini India. Huyu hapa Imelda, tupate kumsikia. Nani amekupa taarifa za Karina? Kuna watu ambao wanakaa nao India, wa Tanzania wako kule. Ndio wanakaa nao pale kwenye apartment, wanamsaidia kila kitu. Ndio kanipigia simu. Nikaona labda sio, nikabidi nipige namba yao nyingine. Wakaniambia, nikatoka nikabidi nipige kwa mama yake pia. Na akaniambia, na nimeongea naye juzi, kaniambia maana alikuwa anataka kurudi leo. Juzi akaniambia, Imelda, narudi, natamani unipokee. Ni huzuni kubwa ambayo imetawala kwenye mioyo ya watu kwa hivi sasa, hususan kwa tasnia ya filamu Tanzania, lakini industry nzima imepokea katika hali ambayo si salama sana. Kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri, basi utakuwa unamfahamu mwanadada Hawa kwa jina maarufu zaidi ni Karina, kwa namna ambavyo ameupigania uhai, ameipigania afya yake kwa kiasi kikubwa sana. Ametoka mara kadhaa kuomba misaada ya kufanyiwa upasuaji, na hii ilikuwa ni operation yake ya 27. Operation yake ya 27 ni swala ambalo sijui nielezeje, lakini nakosa hata cha kuzungumza. Endelea tu kutufuatilia na uwe nasi kwa nyingi taarifa na ripoti ambazo tutaendelea kukujuza wewe mfuatiliaji wa Wisport TV. Karina hatupo naye tena. Tuendelee kuomba dua ili Mwenyezi Mungu aweze kumweka mahala panapostahili. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Karina, pole kwanza. Asante. Pole na hongera, kwa sababu kitu ambacho tulikuwa tunakitamani kwa miaka yote kimefanyika. Asante sana, namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Hebu niambie Karina, ulipotoka Tanzania na mpaka umefika kwenye hosteli ya Max, nataka uniambie kwanza unaendeleaje na huduma umezionaje? Wewe mwenyewe najua unavyofanywa, unahisi kwamba hapa nimefanywa vizuri. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na niseme tu kweli tangu nilipotoka Tanzania mpaka sasa hivi wakati huu mabadiliko nayaona hapa makubwa. Na mshukuru Mungu. Ni maumivu ya mwili tu kwa sababu imefanyika operation kubwa, na itachukua muda sana kurudi kwenye hali yangu ya kawaida, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Na ni operation ambayo daktari aliomba siku 2 za investigation, lakini investigation imefanyika wiki nzima ndio mpaka kuja kufikia uamuzi. Sasa tunaingia kwenye operation, tunaenda kufanya 1, 2, 3. Tulikuwa hatuwezi kuingia bila kujua tunaenda kufanya nini. Lakini kwa sasa tunaingia, sasa tunamwachia mwingine Mwenyezi Mungu. Ana operation ilichukua muda gani? Ilichukua masaa zaidi ya 10. Lakini nilikuwa naogopa kuingia theater. Kwa sababu kakaangu anayeniuguza alikuwa yuko mbali.
Kwa nikawa nawasumbua sana manesi. Kakaangu yuko wapi? Nikaanza sasa kuwa mkali. Lakini nilivyomuona nilifurahi sana. Kwa sikutegemea kama machozi yangemtoka. Ila nilimwambia kwamba sasa hivi sasa tunaenda kumaliza kilichokuwa kinatusumbua. Mungu amefanya wepesi, tumeteseka, ila tunaenda kufikia hatua ya mwisho. Nikamkumbatia, nikambusu kwenye forehead, naye akanibusu, ila machozi yalimtoka. Kwa sababu wote tulikuwa tunajua kienda kufanyika kitu kigumu. Hatujui kitafanyika, hatujui. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu nimetoka. Hongera na kwetu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Hata kule ulivyokuwa Dar es Salaam kwa niambia Imelda, naogopa sana hiyo operation, naiogopa mno. Ni kweli nilikuwa naogopa kwa sababu nilimwambiwa kwamba utumbo wangu mkubwa ndo shida. Ilionekana kwamba wao wenyewe ndio unaleta changamoto zote hizi. Kwa hiyo ni hautakiwi kuwepo. Kwa hiyo natakiwa asilimia, kama ni 100% utumbo mkubwa, natakiwa 85 au 90 yote ukatu. Unabaki kidogo sana kuunganishwa na utumbo mdogo. Kwa hiyo ina maana kumbe utumbo wako mkubwa umekatwa karibia wote. Karibia wote, ndio. Sasa wameunganisha? Wameunganisha na nadhani utumbo mdogo ambao ulikuwa umebakia nao pia ni kidogo sana. Sasa wanasema kwamba mtu ukikatwa vile utumbo mara nyingi kula unakuwa unapita, unakula kidogo sana. Kwa madokta wao wamesemaje? Kwa madokta wamesema itachukua muda kwanza mpaka akili, ndio wanasema kwenye ubongo ukubali, uanze kuadapt mazingira kwamba kuna kitu tumboni nitakiwa kiwe hivi. Yaani kwanza, yaani kama vile naenda tumbo langu limeenda shule mpya sasa mpaka ilianze kuzoea mazingira. Na kuhusu swala la kula, kweli kula sisikia miakula, japokuwa ninakuwa nikikaa muda mrefu nasikia utumbo unaniuma kwa sababu bado na operation mpya. Ila sipati njaa. Kwa kweli. Na utumbo walivyokata walikuonyesha? Alitoka kakaangu akapiga picha, kuna ndoo kubwa, ni mkubwa sana, ni mwingi. Yaani tukisema kwa kilo za haraka kwa ukaribia kwa 15-20. Kwa binadamu tunaweza kuwa na utumbo mkubwa namna hiyo? Ndio. Upo kwenye ndoo, kwenye picha upo mkubwa sana, mwingi mno. Alitoka kakaangu ule ambaye pole hapo. Asante. Lakini Karina, umeonaje jamani? Najua umefanyia operation nyingi, yapata 24. Hii ulikuwa unaenda ni operation 25. Umeonaje? Maana unajua ukifanyia unajua kabisa hapa ninaenda kuwa salama. Na mimi naamini kwamba naenda kuwa salama. Na mimi mpaka sasa hivi niko salama. Kwa sababu kilichofanyika ni kitu kikubwa. Kwa hiyo hata kwenye nafsi yangu mimi nina imani kubwa sana. Kwa hiyo ninachokifanya na kilichobaki, naomba Mwenyezi Mungu hapa tulipofikia, Mungu afanye pesi niweze kurecover vizuri, niweze kuwa huru kama wewe ulivyo, kama watu wengine wote. And daktari wangu aliniambia jitahidi anaita little girl, huyu dokta wa hapa. Naambia uliniahidi utanipeleka Mount Kilimanjaro, kwa hiyo jitahidi upone, usifikirie sana, fikiria tu kurecover, unipeleke Mount Kilimanjaro.